Mimi kwa asilimia kubwa ukija kaangalia naweza nikakubaliana nao, manake ujue ukija kaangalia, bahati nzuri kuna Shua Boy, kuna kina Faridi, ni wachezaji ambao wana uzoefu katika hii ligi yetu ya Tanzania. Sasa nadhani kwa sasa hivi kipindi ambacho wanapitia Yanga Afrika, cha wachezaji wengi kuwa na fatiki na maumivu ya hapa na pale. Sasa nadhani ilikuwa natakiwa kitu bora na kizuri sasa hivi kwa Mwalimu Pedro ni kuanza kuwatumia wakina Faridi Musa, kumtumia Shua Boy, ambapo yani nadhani kuna kitu wanaweza wakamuofa mwalimu, manake ujue ukianza kuendelea kuwatumia wachezaji ambao wanaonekana kwa sasa hivi wana fatiki kubwa, inaweza ikawa inapunguza nguvu ya Yanga Afrika yani. Kwa kiwalisia kwamba hawa wachezaji wangekuwa na msaada pia kwa Young Africans. Mimi na uhakika kabisa, manake ujue naweza nikarejelea kipindi cha nyuma, kuna muda Shua Boy alikaa nje sana muda mrefu sana, lakini kuna mechi fulani ya kimataifa nadhani kama ilikuwa na Mamelodi yani. Shua Boy alipewa nafasi akafanya yani vitu ambavyo watu hawakutarajia. Sasa naweza nikasema kwa sasa hivi mwalimu inatakiwa aangalie na plan B yani, maanake ujue kuendelea kuwatumia wachezaji kama kina Mudasiri, kuna baadhi ya wachezaji na wenyewe ukija kaangalia kwa sasa hivi wana injury. Sasa naweza nikasema unakuwa kidogo una riski kwenye timu wakati ukiwa na wachezaji kama kina Shua Boy, una mchezaji kama Faridi ambao kina Kibwana, unaweza ukawatumia na wakakupa matokeo mazuri. Maana na bahati nzuri si kwamba labda wachezaji wametoka labda Yanga under 20, ni wachezaji ambao wana uzoefu katika hii ligi yetu ya Tanzania, wanaweza wakakupa kitu na wanaweza wakakupa matokeo mazuri zaidi nani. Maake ukija kaangalia kwa sasa hivi mwenendo wa Yanga Afrika sio mzuri yani. Sasa nadhani ukiwatumia baadhi ya wachezaji ambao wana uzoefu pamoja wapati nafasi ya mara kwa mara, wanaweza wakakupa matokeo mazuri. Maanake bahati nzuri kwa kuwa hawajacheza muda mrefu, sasa hivi wana energy ya kutosha. Kwa maana hiyo na uhakika wanaweza wakapambana kwa ajili ya timu kupata alama tatu muhimu zaidi yani. Lakini mwalimu, makocha wengi mara nyingi hawatumii hawa wachezaji, ukiondoa Pedro, lakini pia hata makocha wa nyuma walikuwa hawape nafasi hawa wachezaji. Sasa hiyo wakati mwingine naweza ikasema inaweza ikawa inategemea labda na kila mwalimu anachokiona pale mazoezini, lakini ujue kwa kuwa wachezaji uko nao na kuna baadhi ya wachezaji wanaonekana kama vile wanafatiki, kuna baadhi ya wachezaji wana injury, inabidi uwape nafasi angalau na wewe ujiridhishe yani kwamba wanaweza wakanipa kitu cha maana kwenye mechi. Maana unajua kuna baadhi ya wachezaji mazoezini unaweza ukawadharau yani, ukaona yani kama vile aweza wakakupa yani kitu cha maana, lakini mpe mechi yani, alafu pale ndio unaweza ukamhukumu yani kwamba huyu nilivyokuwa namtegemea mazoezini, mbona kwenye mechi ananipa kitu kikubwa zaidi, kitu ambacho ndio unaweza nikasema kwa mchezaji kama Shua Boy, Faridi Musa, mazoezini wanaweza wasiwe wanakupa kile kitu ambacho unakitarajia, lakini je, ukimpa kwenye mechi inakuaje? Ndio maana nasema yani ifikie muda sasa mwalimu ajaribu kuangalia hao wachezaji waliocheza muda mrefu ambao wanaonekana wamechoka, ajaribu sasa kufanya rotation na kuwapa nafasi wachezaji kama wakina Faridi Musa, Shua Boy, ambapo mimi na uhakika kabisa yani wanaweza wakapambana, na bahati nzuri wana nguvu zao, wanaweza wakaipa Yanga Afrika matokeo mazuri zaidi. Kifupi, kocha Skalili, kikubwa zaidi mwalimu inachotakiwa si kwamba asikalili, anatakiwa sasa hivi afanye rotation kutokana na timu yake jinsi ilivyo yani. Maana kuna baadhi ya wachezaji wanaonekana sasa hivi wamechoka kutokana na fatiki, na kuna baadhi ya wachezaji wana injury. Sasa kama una Faridi Musa, una Shua Boy, kwa nini usiwape nafasi, afu baadaye kwenye game wakishindwa, sasa ndio unaweza ukaendelea na maamuzi yako uliokuwa unaendelea nao, kuwapa wachezaji ambao wanafatiki, wachezaji wana injury, labda hawafanyi vizuri kwenye uwanja wa mazoezi. Ndio maana nasema kuna baadhi ya wachezaji ambao unaweza ukamwangalia mazoezini ukasema labda huyu hawezi kunipa kitu ambacho natarajia, lakini je, ukimpa kwenye game inakuaje? Ndio maana mimi nakazania ni wape nafasi kwenye mechi,
alafu baadaye ndio uwahukumu. Mbona tumeona kama wachezaji kama kina Buba, kina Star Alan Okello wanapewa nafasi kwenye mechi, hawafanyi kitu chochote cha maana yani. Kwa sasa kwa nini mchezaji kama Shua Boy, mchezaji kama Faridi Musa uwapi nafasi, alafu baadaye ndio utakuja uwahukumu yani? Yeah. Na baadhi ya wadau wanaamini kwamba kocha Pedro hatoshi. Mimi swala la kutosha hilo siwezi nikakubaliana nalo. Naweza nikasema ujue Yanga inapitia kipindi kigumu. Wachezaji wengi wamecheza, ukija kaangalia wachezaji takriban karibia wachezaji 7, 8 mpaka 9 wamecheza kwa kipindi kirefu mfululizo yani. Alafu wakati mwingine na ratiba inakuwa ni ngumu sana kwao, manake unaweza ukakuta yani ndani ya siku 10 timu inacheza mechi 4 mfululizo yani, na mechi zote zinakuwa ni ngumu yani. Sasa naweza nikasema ni fatiki ndio inaowasumbua. Ndio maana mimi kwangu na pambana zaidi mwalimu ajaribu kufanya rotation ya baadhi ya wachezaji ambao sasa hivi walikuwa wapate nafasi, kama wakina Azizi Ndabwile, una Faridi Musa, una Shua Boy, wape nafasi, alafu baadaye ndio tuanze kuwahukumu ndani ya mechi. Lakini hao si mapungufu ya kocha pia, ambao kama kocha unashindwa kuwatambua wachezaji wako ambao nao si pia ni mapungufu yako pia kocha? Sasa hiyo naweza nikasema inaweza ikawa ni pressure ya mwalimu, inaweza ikawa ni pressure, na kutokana na unjue mwalimu anataka matokeo mazuri zaidi, anaweza akawa anaona yani kama vile nikiwapa hawa nafasi kama na riski. Lakini mimi kwangu, kwa uzoefu wangu na ushauri wangu, ambapo nadhani kama na benchi la ufundi likimsaidia mwalimu kumshauri, wanaweza wakamshauri yani vitu vya maana vya kuwapa nafasi wakina Azizi Ndabwile, wakina Shua Boy, wakina Faridi, ni kumshauri mwalimu kwamba hao wachezaji ukiwapa nafasi wanaweza wakatupa kitu ambacho yani ni bora zaidi yani, kuliko kuendelea kuwatumia wachezaji ambao wanafatiki na wengine wana injury. Yanga amemaliza mechi ya jana pasipokuwa na shoot on target, ama kwamba mpira ambao umelenga lango. Hapo kwanza inabidi tuwasifu TRA, manake ujue na wenyewe kwa bahati nzuri TRA wana mwalimu mkubwa, wameingia kwa game plan ambao wanajua kabisa yani tucheze na tunaenda kucheza na timu ya aina gani, tusiwape nafasi yani. Na ukija kaangalia kitu ambacho kilicho kosti sana timu jana na kuumia kwa Prince Dube, nadhani imeweza ikawa ni pengo moja kubwa sana. Kwa maana hiyo unaweza ukakuta TRA waliingia kwa plani yao ya kutowapa nafasi Yanga Afrika, kitu ambacho wamefanikiwa. Kwangu mimi naweza nikasema TRA wanaweza wakawa wamefanikiwa kwenye mipango yao ya kuibana Yanga, angalau wasipige hata shuti moja golini. Wengi wanaamini kwamba Yanga imefeli kwenye usajili. Mtazamo wako ukoje? Mimi kwangu ujue kitu kizuri ukiongea ukweli inakuwa unaisaidia timu. Kwa msimu huu naweza nikasema misimu iliyokwisha Yanga Afrika wamefanya vizuri sana kwenye sajili, lakini kwa msimu huu naweza nikasema kwa 80% mpaka 90 sajili ya msimu huu Yanga Afrika imefeli yani. Sasa wanachotakiwa, bahati nzuri kwa kuwa timu bado inafanya vizuri kwenye ligi ambapo kuna uwezekano wakawakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa, wanatakiwa wajaribu kuliangalia hilo ili kusawazisha makosa ya kuleta wachezaji bora tofauti na hao waliowaleta sasa hivi kwenye dirisha dogo yani. Kifupi wamefeli. Kwa 90% mpaka 80 naweza kusema sajili ya dirisha dogo la msimu huu Yanga Afrika wamefeli yani kwangu mimi. Kwa hiyo hata matokeo haya pia yanachagizwa na uongozi kwenye usajili, si ndio? Huwezi ukasema haya matokeo yanachagizwa na uongozi, lakini kwa sajili ambazo zimefanyika kwenye dirisha dogo naweza nikasema ni Depu tu ndo mchezaji ambaye unaweza ukasema kwamba Yanga Afrika wamelama dunia yani. Lakini waliosalia wote kwa hao waliosalia wote naweza nikasema yani ni wachezaji wa kawaida sana ambao yani unaweza kwa uwezo waliokuwa nao unaweza ukaupata kwa Faridi Musa, kwa uwezo waliokuwa nao unaweza ukaupata kwa Shua Boy, kwa uwezo waliokuwa nao unaweza ukaupata kwa Azizi Ndabwile. Unaiona Yanga ikitetea ubingwa wake? Bado nafasi wanayo kubwa sana yani, na uhakika kama
kikipatikana angalau kipindi cha mapumziko kidogo, wachezaji wakarudisha energy yao, nguvu yao, bado wana nafasi kubwa sana ya kutetea ubingwa wao. Wengi wanaamini kwamba kocha aliondoka msaidizi wa Young Africans alikuwa na kitu cha ziada kuliko kocha wa sasa. Hili likoje kwako? Inawezekana kocha msaidizi alikuwa anamsaidia kwa kiasi kikubwa sana kocha mkuu, lakini kocha mkuu ataendelea kuwa kocha mkuu yani. Ujue na wakati mwingine tunaihukumu Yanga ya msimu huu na Yanga ya msimu uliokwisha. Ukija kaangalia kwenye ubora hatuwezi tukasema Yanga labda au labda timu kama labda tuseme Azam tuanze kusema bwana Azam sasa hivi ni bora kuliko Yanga. Ujue Yanga itaendelea kuwa Yanga. Yanga tunaihukumu kutokana na fomu aliyokuwa nayo msimu uliokwisha. Kwa maana hiyo tunaiangalia Yanga msimu huu na Yanga ya msimu uliokwisha. Lakini pia huenda ikawa na athari kuondoka kwake kocha msaidizi, si ndio? Huenda ikawa na athari pia. Inawezekana alikuwa anamsaidia kwa kiasi kikubwa, lakini mimi naweza nikasema kocha mkuu ataendelea kuwa kocha mkuu yani. Kwa maana hiyo ukija kaangalia tunaweza tukamhukumu Mwalimu Pedro, lakini paka raundi ya kwanza inapokwisha bado Yanga Afrika inaendelea kuongoza ligi yani. Ni mapema Yanga kumfuta kazi kocha? Ni mapema sana, na watafanya kosa kubwa sana sasa hivi wakisema wabadilishe benchi la ufundi yani. Okay. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.